Tutoke hapo tuangalie katika vipengele vingine. Unajua head to head, yani walivyokutana inaweza ikatafsiri mechi ya leo ikoje. Tuangalie ilivyo, ambapo tunaweza tukaona kwamba katika mechi ya kwanza kama unavyoweza kuishuhudia hapo, Yanga mwaka jana Yanga Azam waliweza kushinda goli 1-0 dhidi ya Yanga. Alafu Azam FC wakacheza na Yanga mwaka jana hiyo mwezi wa 8, ambapo Azam FC waliweza kufungwa goli 4-1 kama ambavyo unaweza kushuhudia hapo. Azam FC wakatoka suluhu. Hiyo ni mwaka jana, hiyo ni michezo yote ya mwaka jana ambayo imechezwa. Mchezo mwingine mwaka jana ambao umechezwa ulikopo ni kati ya Azam FC waliweza kushinda goli 2-1 dhidi ya Yanga. Na mchezo mwingine wa mwaka jana wacheza michezo 1, 2, 3, 4, 5, michezo 5 mwaka jana waliweza kucheza. Yanga waliweza kushinda magoli 3-2 dhidi ya Azam FC. Hiyo ikiwa ni michezo ambayo imechezwa katika hatua hiyo. Mzani umebalance. Umeshafanya mahesabu pale? Michezo miwili Yanga ameshinda, michezo miwili Azam ameshinda, mmoja amesare. Kwa mzani umebalance. Mzani umebalance. Ni picha ambayo imeonekana katika wao kwa wanapokutana head to head, na hata ndani ya uwanja huwa mzani una balance tu. Ukitazama bato ambayo Azam na ionyeshaga wanapokutana na Yanga, unaweza kusema hawa ndio wanastahili kuwa mabingwa, kwa sababu ukitazama hata michezo ya mwisho ambayo tumewahi kuishuhudia, hata ambayo Azam wamefungwa, unaweza kanyosha mikono juu na kuamini kwamba huu mchezo Azam alistahili kushinda. Ni makosa tu binafsi, aidha ni goalkeeper au safu ya ulinzi imefanya makosa binafsi ambayo Yanga wanaweza kwenda kuadhibu, lakini ndani ya uwanja ni Azam ambayo inaweza kutoa nishati kwa dakika 90. Wanaweza kukupa ubora wa wachezaji katika kila eneo la uwanja. Ukitazama eneo la ulinzi, wanaye Randri Zuzwa, wanaye Usajo Mwekenda, Pascal Msindo, wanaye wachezaji ambao wanaweza kubatwa katika eneo la kiungo pia wapo, akina James Akaminko, Yaya Zaidi, unamzungumza Fei Toto. Nenda katika eneo la ushambuliaji, wana watu ambao kinaidi Nado, watu ambao wanaweza kukudhuru muda wote. Kwa hiyo ni hivyo pia katika kikosi cha Yanga. Ukitaja wachezaji kina Pako Mizuzwa, kina Azizi Ki, kina Clatous Chama, kina Halid Aucho, unamzungumza Mudathir Yaya, wachezaji ambao pia na wao kiweka katika mzani hawana utofauti mkubwa sana na Azam. Kwa hiyo ndani ya uwanja kuna bato ambayo hauwezi ukao na 100% kwamba eti Azam anafungwa au Yanga anafungwa. Nje ya uwanja tumetazama takwimu zao head to head, timu ambayo imebalance. Amefungwa michezo miwili, Yanga ameshinda michezo miwili, Azam ameshinda michezo miwili, sare moja. Ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili. Mahitaji ya mchezo ndio kitu ambacho kinaweza kuongeza pia ugumu, kwa sababu mmoja ana uhitaji wa ubingwa ambaye ni Yanga, mmoja ana uhitaji wa nafasi ambaye ni Azam. Nani ambaye anaweza kuchanga karata zake vizuri katika siku ya mchezo? Maana hapa hatuzungumzi sasa fomu iliyopita, hatuzungumzi takwimu zilizopita, hatuzungumzi historia. Tunazungumza sasa hivi ni kitu gani ambacho wewe unakifanya kwa upande wa benchi la ufundi, kwa upande wa Rashid Tausi pamoja na